Nimefurahi kwanza leo kutembelea mradi wetu. Kwenye huu mradi kuna vitu vingi tunavyofanya viko nje ya mkataba. Lakini ni kwa sababu ardhi hapa ni mbaya. Tunataka kupata jengo imara. Hawa wananchi, mwenyekiti nafikiri mwenyekiti huyo hapa alikuwepo. Mheshimiwa mwenyekiti, chini hapa tumeweka Yuba. Mheshimiwa mwenyekiti, sawa. Tumeweka Yuba chini. Engineer Yuba yuko kwenye mkataba? Kwenye BOQ? Hamna. Mheshimiwa, kwa sababu ya hii ardhi tumeweka hizi column kona zote. Kwenye mkataba engineer kuna column hizi? Mheshimiwa, line ya 4 ya madirisha tumezungusha mkanda wenye nondo ya milimita 12 kuzunguka jengo zima, na tumeweka kipande kidogo kidogo cha U cha milimita 8 kwa ajili ya kufanya hizo nondo zikazo kwenye nini? Kwenye line. Mheshimiwa, hiyo yote haiko kwenye mkataba. Hiyo yote tunafanya kwa sababu mimi ili jengo likiwa chini ya ubora, nafikiri unafahamu, nani yangu mimi na retention yangu ninaokatwa ni kubwa. Naweza mpaka na meza jengo nimekata retention ya milioni 40. Milioni 40 inabaki mpaka baada ya mwaka mzima wathibitishe jengo lao liko nini? Ndio nipewe ile pesa yangu. Au si bwana? Maana retention ile ya mwaka mzima. Kwa nasubiri mwaka mzima, jengo lina ubora ndio nalipa milioni yangu 40. Ningekuwa mimi niloko fundi, ningekuwa sina shida. Kwa sababu nitakatwa sana milioni 3, 4, alafu pia ikiharibika jengo unanunulia material ndio nirekebishe. Sio unanunua mimi. Mimi nanunua material yangu mwenyewe. Lakini lingine nijibu kwa ajili ya material. Mheshimiwa, mimi nina majengo na madaraja najenga mitaa ya karibu. Ile mitaa tumemwaga material, bwana ni shahidi, mengine anaibiwa, mengine anaenda na maji. Kwa unaweza nikamwaga kokoto hapa, nataka kumimina mahali na tuma gari yangu inakuja hapa inapakia kokoto inapeleka pale. Kwa sababu kokoto mimi sinunuliwi na mtu. Na hii kokoto mheshimiwa, wanaposema kokoto haiko kwenye ubora. Hii kokoto tumenunua ya Kresha Kia kwa Arusha Aggregate. Ambaye Arusha Aggregate ndio anayesupply kokoto mpaka kwenye ile jengo linalojenga pale mjini. Ndio kokoto tumetoa kwake kwa Arusha Aggregate kule Kia. Hakuna kokoto ya mkono tulioleta hapa. Kokoto ya hapa imesagwa na mashine. Mimi sio mashine. Kokoto nimeagiza silikota imesagwa na mashine. Mwananchi anakuja anakuambia hii kokoto haina ubora. Hivi mimi namjibu nini? Mtu wa mfundi anajenga jioni siku hizi jua linachelewa kuzama. Mpaka saa 1 bado kuna mwanga. Sasa anamalizia kukazia joint zake jioni ile. Mwananchi anakuambia kwa nini ile jengo sasa linaenda speed sana? Inaonekana ile jengo kuna vitu wanafanya ndio maana jengo linaenda nini? Linaenda speed. Sasa mimi nauliza, tulipewa maelekezo ikiwezekana tufanye kazi mpaka usiku. Kwenye baadhi ya sehemu kule tukafungiwa taa. Hapa tumejitahidi sisi, tuliomba umeme siku ile, mwenyekiti alipewa maelekezo hapa watushughulikie tupate umeme, tupate na maji ya daramaji. Hatujapata hayo maji mpaka leo. Nalipa maji kwa kisima pale na nimechimba kisima hapa nyuma kwa gharama zangu. Ili tu tuweze kupata maji ya kufanya nini QRing kwenye nini? Kwenye jengo. Kwa hili jua linavyowaka mheshimiwa, ukakuta jengo liko hivi, utasema kweli imwagiliwe maji? Yaani tuongee tu ili tusiongee kwa unafiki. Hasa mimi nimuombe mheshimiwa diwani. Kabisa hapa muombe mbele yako. Mheshimiwa diwani, chagueni mawili. Mnataka mradi au hamtaki mradi? Alafu mruhusuni mheshimiwa meya na maamuzi ya kuvunja mkataba au kuendelea na kazi. Lakini hivi mnavyofanya kila siku, kwanza mnakuja kwa kutuvizia. Mimi Jumapili mheshimiwa niko mwenyewe hapa site. Mimi nikitoka ibada saa 3 ninaingia site mpaka usiku. Kabisa. Nimekuja niko hapa site. Mimi nikaona watu wako kwa kikao. Saa 12 jioni ile walikuwa wanatengeneza mchana. Mimi nikajua ni watu wana vikundi vyao. Jumapili watu wanakuwa na vikundi vyao. Sikujua kama ni wenyewe, maana ningejua ningeendelea kuwasalimia. Watu wanakuja hapa saa 1 usiku. Huo ukaguzi wa wapi? Yaani yeye saa 1 usiku mnakuja kukaguzi. Mchana kutwa kwa nini mlipokuja pale kwa kikao? Kwa nini msije hapa? Mkakagua mradi, mkamaliza, mkaenda kwenye kikao, mkajadili, mkaniita mimi mkandarasi kabla hata kumfuata meya. Mkandarasi haturudishwi na 1, 2, 3. Engineer huyu hapa anakuja. Siku ile mlikuja hapa mkazunguka hapa tunafanya jengo. Engineer huyu hapa alikuwa pale. Ana sign pale akaangalia Yuba kila kitu. Na nyinyi mkapita hapa mkaona tumeweka Yuba kila kitu. Mkamaliza kikao chenu mkaondoka. Sijasikia mtu hata ameongea neno. Baadaye wanasema hawakuweka. Hawakufanya hiki. Sasa wakaja hapa wakasema mheshimiwa meya. Tukakaa hapa wakasema kazi iko chini ya kiwango. Nikakataa kumimina jamvi. Nikaacha. Mpaka walipokuja walivyotumwa timu ya kutoka kwa mkurugenzi, maana walisema wenyewe hapa wanamhitaji mkurugenzi aje hapa na timu yake, kazi iko chini ya nini? Ya kiwango. Hapo tunyamina jamvi, tumepiga msingi, tumepanga mawe, tumejaza kifutu tukapanga mawe. Awakaja timu ya mkurugenzi hapa, wakaja wakanikuta hapa, bwana tumeweka kazi iko chini ya kiwango. Tukaanza kugua kuanzia kule mpaka huku. Enoki si ulikuwepo? Injinia si ulikuwepo? Mkiwa na timu ya mkurugenzi wakakagua, tumesuka nondo, tumepanga mawe tumepanga sentimita zinatakiwa 20, tumepanga mawe ya kutosha, hata picha tunazo. Kila picha utakayohitaji mkuu hapa tunayo. Tunapiga picha kwa sababu tumeona pana maneno, ili siku watu wakiuliza hiki hakijafanyika, tutoe picha kama ushahidi kwamba hiki hapa kimefanyika. Picha yake hiki hapa. Mimi niwaombe sana jamani. Kama mnataka kumtia moyo Mama Samia, basi takeni miradi iende.
Mheshimiwa, hapa kuna watu hawahitaji mradi uende, kuna watu wanahitaji mradi uende. Hapa kuna timu mbili. Mimi nafanya kazi kwenye jiji lako la Arusha sehemu 18. Kwanza hatakuwa na eneo, tumenunuliwa eneo. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Tunashukuru ofisi ya mkurugenzi. Lakini pia Mheshimiwa Meya, tunashukuru kwa sababu baada ya eneo kununuliwa, ujenzi umeanza mara moja. Na matarajio yetu ni watu watibiwe. Hatuombi watu waugue, lakini watibiwe wakiugua. Changamoto mstahiki Meya, ilifanyika mikutano miwili. Mmoja wa kwanza nilienda nikawekwa kitimoto. Diwani, kwa nini mlitutangazia kwamba mnatujengea hospitali lakini siku mnaanza hamtuambii? Hata mimi mwenyewe sikujua kama hospitali imeanza. Nikapigwa vibaya. Nikawaambia sasa tuitishe mkutano. Nyewe mnasema mradi, mnataka mradi. Mimi sio engineer, mimi sio mkandarasi. Sina maelezo yote nitakayotoa. Nikaongea na engineer Jacob ili mkutano, kwa sababu imepangwa mkutano mwingine. Nikamwambia engineer Jacob, tarehe imepangwa, naomba engineer uje au mtume mwakilishi wako pamoja na mkandarasi waje watoe majibu. Engineer Jacob akaniitikia. Siku tumefanya mkutano, hakuna mtu yeyote. Nikawekwa kitimoto tena. Nikamwambia jamani, mimi ni mwenzenu, mnanituhumu bure, kwa sababu wao wanachofikiria wananchi hawako hapa. Na nashangaza sasa hivi kwa nini watu waongee, kwa sababu watu wanajua kila kitu walichokuwa nazungumza. Mimi nafurahi kwanza. Mheshimiwa Diwani ni nini? Sasa shida iko hapa Mheshimiwa Mstahiki Meya. Mkutano wa mwisho sasa ambao ilisemekana engineer angemleta mtu. Siku hiyo ilikuwa ni juzi. Engineer hakuja na hajamtuma mtu na wala hajamwambia mkandarasi. Sasa mimi siwezi kumwambia mkandarasi moja kwa moja chochote kwa sababu mimi sijampa kazi. Kwa hiyo na mimi nilikuja kwenye mkutano nikijua watu wanakuja. Kumpigia engineer akasema wako Ikulu ndogo wanafanya maandalizi ya kumpokea rais. Na mimi nikawaambia wananchi namna hiyo. Kwa hiyo kikao kilipomalizika wakasema hatuwezi kuondoka bila kuona eneo la kituo chetu cha afya. Sasa sijui kama anavyozungumza kwamba kuna watu wanahitaji mradi uendelee na wasiohitaji kuna wasiohitaji mradi uendelee, mimi sijui, lakini mimi naamini niko kwenye timu ya watu wanaotaka mradi ukamilike kwa sababu ndio shabaha yetu. Lakini ndugu zangu, labda mimi nadhani kama kuna pointi ambayo watu hawajapata meza ya mazungumzo, kwa sababu Mstahiki Meya, fedha hizi hazijaingia kwenye kata ya Sokoni 1, fedha hizi zilipelekwa kata ya Kaloleni kwenye hospitali ya Kaloleni ili wasimamie. Kwa maana yake kwamba ukandarasi tenda ilivyotangazwa hakuna anayejua. Kwa hiyo inawezekana ni point ya understanding tu, watu hawajui chochote kinachoendelea hapa, kwamba pengine tungepaswa kuambiwa kushirikishwa kwamba kuna kinachoendelea. Na mzee Madava nilisikia mkandarasi anazungumza, anasema wewe uko hapa kila siku mambo yanakwenda vizuri. Sasa na wewe uko kwenye mikutano wananchi wananieka kitimoto. Kwa nini usisimame uwaambie wananchi kuna tatizo swala liko hivi? Au kwa nini usiwaambie kazi inafanyika kwa ufasaha, kwa sababu na mimi ni shahidi. Maana yake mimi nakuja kama kujibu kwa niaba ya mkandarasi au kwa niaba ya engineer. Sasa bahati mbaya sana sisi hatujakualika leo uje hapa kwa sababu ni rasmi kwamba tumekuletea malalamiko umekuja hapa. Mimi sikualike wewe, maana kama kuna malalamiko mimi namtafuta engineer, nikiona engineer hajafanya kazi namtafuta mkurugenzi, nikiona hajafanya kazi namtafuta mkuu wa wilaya. Bahati nzuri ili mlimetokea tu wewe kuja hapa kwa sababu ulikuwa kwenye ziara ya kuja Sokoni 1. Na bahati mbaya pia ulikuwa unaondoka unaenda Lemara, lakini wajumbe wameniambia kwamba wako hapa kwa muda mrefu. Sasa kuna bahati mbaya tena nikapata message kuna mtu amenitumia message akaniambia, Diwani, tunaambiwa Meya haji tena hapa. Ni wewe ndio unamtorosha Meya kwa sababu kuna kitu unakificha hapa. Na ndio maana nimekubembeleza uje hapa, nashukuru umefika. Kwa Madava Rajabu ni mwenyekiti wa CCM tawi hili la hapa. Kwa kweli kilicholeta tabu ni kutoheshimiana viongozi. Na ndio viongozi sisi wote. Kwa sababu kama viongozi kuanzia ngazi ya kata kushuka mpaka kufika huko kwa mabalozi. Tunaweza tukasema kwamba viongozi wetu wa juu wa kata hawakutuheshimu sisi viongozi wako chini tukishirikiana na mabalozi. Naam, nasema kwa sababu wote wako hapa. Diwani, mtendaji, kwa sababu mimi mwenyewe nyumbani kwangu ni nyuma pale ya hiyo nyumba hiyo hapo. Lakini nilijua siku ya 3 na naambiwa na mwananchi na ushahidi upo kwamba kumbe kituo cha afya kimeshaanza kujengwa, ambapo mimi ni mwenyekiti wa CCM wa eneo hili hapa. Sawa, mradi umetolewa kwa mkandarasi moja kwa moja, lakini mimi ningepata taarifa nikishirikiana na mabalozi wangu, haya maneno yote yasingefikia hatua hii, kwa sababu tungekuwa tumepata elimu hii ambayo umetupa leo. Na sisi kwenye vikao mbalimbali tunavokaa tungewapa wananchi kwamba kuna 1 2 3 na mkandarasi amepewa kwa 1 2 3. Kwa hiyo sisi hatupaswi kuuliza 1 2 3. Lakini juzi kweli kwa mtu yeyote ambaye alitoka kwenye mkutano pale akaja hapa, angekuwa ameona kabisa kwamba jengo halifai, jengo halijulikani na jengwaje, jengo limeharibika, na ndio maana hata diwani wetu amepata shida zote hizo. Lakini kwa hiyo kinachotakiwa ni kwamba ushirikishwaji wa jamii kwa shughuli yoyote na semina mbalimbali na mikutano mbalimbali tunakwenda. Mradi wote ukiingia katika mtaa,
jamii inahusika pale, sio balozi tu, sio viongozi, hata wale wananchi wajue kwamba ule mradi unaendeshwaje na ule mradi unasimamiwaje. Na ndio maana inafikia hatua mpaka wanapiga simu kuuliza kwamba mbona kokoto inapakiwa, kwa sababu wao kokoto kishaingia hapa wanajua ni mali yao, ni hela yao wanaolipia kodi. Kwa hiyo wakiona inapakiwa tena wanaona tayari hapo kuna hujuma zinafanyika, kuna wizi unafanyika, wanajua mali zao. Naam. Wewe unasimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Naam. Ndio. Unafikiri ilani inatekelezwa au haitekelezwi? Ilani inatekelezwa tena kwa vitendo. Ila wasimamia ilani ndio wanaokengeuka wakati mwingine katika kuifikisha kwa jamii ili waweze kuendesha miradi iende sawa sawa na miradi ieleweke kwa jamii na miradi ipokelewe na jamii. Hivi tunavyozungumza wananchi wengi kweli tutafanya tena kazi ya ziada kwa kupitia kwako sasa kuwaelimisha kwamba huu mradi unaendeshwaje, huu mradi ukoje, au watoe ushahidi hapa. Kwa kuna siku alituita kwenye kikao kwamba mradi unaanza, tulikuwa tunasikia kwenye tetesi tukija kule jiji tukiwa kumtaani kwamba milioni 400 imetengwa kwa ajili ya ujenzi, lakini milioni 400 imeanza kutumika, hatukujua mpaka leo hii. Tunaona tu jengo linaendelea, shughuli zinaenda bila sababu. Hivi unajua unaenda kuuza wagombea. Lakini ninachojifunza hapa Mheshimiwa Diwani, jambo la kwanza ni kama wananchi hawajui mradi. Na kama wananchi hawajui mradi, Mheshimiwa Diwani, ofisi yako ambako kuna mtendaji wa kata nafikiri ana jambo la kujibu. Kwa sababu mtendaji wa kata kwa kawaida miradi yote ikija kwenye kata yote, mtu wa kwanza kutambulishwa ni mtendaji wa kata. Sasa mimi nafikiri mtendaji wa kata kuna mahali either umepitiwa au umekengeuka. Lakini jambo la pili ambalo naliona, wananchi pamoja kwamba hawajui mradi, lakini wamegundua kwamba mradi unafanyika kwenye kata yao. Hawajapata uelewa wa aina hii ya mradi ni mradi gani, kwa sababu kuna aina mbili ya mradi kwenye utekelezaji wa miradi. Kuna mradi ambao unatengenezwa kwa force account, lakini kuna mradi unatengenezwa kwa full contract. Sasa hawajajua tofauti iko wapi. Mradi ambao wananchi wanaweza kaenda kukagua, wakaunda na kamati ya manunuzi na nini, ni mradi wa force account ambaye anayejenga ni loko fundi. Huu mradi ni wa full contract. Mkandarasi amepewa kandarasi ya kujenga huu mradi kwa asilimia zote. Maana yake mkandarasi anatakiwa anunue material, ajenge, akimaliza ana raise certificate, anaenda jiji kudai hela, inakuja kukaguliwa, alafu analipwa kama kuna vigezo. Lakini jambo la tatu ambalo naliona, kwa sababu ya wananchi kutokujua tofauti ya mradi ni wa aina gani, wamefika mahali pia wanaingilia. Kwa hiyo mimi nafikiri wananchi, Mheshimiwa Diwani, wapewe elimu. Huu mradi wa full contract, wananchi wanatakiwa waende kupitia viongozi wao ambao kuna mtendaji wa kata, na pangeni ziara, mradi ni wa kwenu. Lakini jambo la 4 wanasema mradi unafanywa usiku na mchana. Na mimi mkandarasi nikupongeze. Kama unaweza washa taa, fanyeni kazi masaa 24, kwa sababu miezi 3 ni michache sana kwa mradi huu. Na kwa kama ulisaini tarehe 13 Januari, leo ni tarehe 4 mwezi wa 3, maana hatuna muda sana. Sasa inawezekana mlichelewa kutokana na sababu mbalimbali, lakini fanyeni kazi usiku, fanyeni kazi mchana. Mheshimiwa Diwani, simamia hili, usaidie, kwa sababu wananchi hawa wanataka kuona huduma kwenye kata yao. Hawa hawataki haya malumbano ambayo tunafanya. Lakini engineer, simamieni mradi na vigezo vyake. Nimemsikia mkandarasi anasema kuna maeneo kwenye mkataba hakukuwa na hizi nondo ambazo zinatakiwa ziwekwe, aidha yuba au hii beam za chini ya madirisha na kadhalika. Mimi sidhani kama mkandarasi pia yuko hapa kwa ajili ya kutoa huduma ya charity hisani. Huyu anafanya biashara. Kama kuna variation, kaeni chini, andikianeni. Na mkandarasi, na wewe usijifanye wewe ni Father Christmas kwamba unasaidia jiji. Vitu hivi viende kwenye utaratibu, kwa sababu kwa kuweka kitu ambacho hakiko kwenye mkataba pia ni kosa kisheria. Maana utaulizwa nani alikwambia uweke. Kwa hiyo engineer, angalieni, msimuingize mkandarasi kwenye tatizo, lakini mkandarasi nawe angalia usiingize jiji kwenye nini? Kwenye tatizo. Wananchi ni waombe, mradi huu ni kwa faida ya wananchi na wakazi wa eneo hili la Sokon 1. Tunataka ukamilike kwa wakati, kwa sababu watu wanahitaji huduma. Sasa nyinyi msio sehemu ya kukwamisha mradi, bali kuwa sehemu ya nini? Ya kufanikisha mradi uende. Anayeweza kujua kama matofali ni mazuri au ni mabaya ni mtu aliyesomea fani hiyo. Anayejua kokoto ni nzuri au ni mbaya ni mhandisi wa jiji. Sio kila mwananchi akija anaweza akajua swala la kama hiki ni kizuri au hiki ni kibaya. Mimi sio engineer, lakini nina uzoefu wa ujenzi kwa sababu ya kuwa mkandarasi. Kwa mimi ninavyoona mkandarasi amejitahidi. Sio kwamba namsifia kwa sababu labda ya namfahamu. Ninavyoona amepambana. Tumpe moyo afanye kazi yake. Lakini mtendaji wa kata, jukumu lako wewe kuwasiliana na ofisi ya mkurugenzi kwa miradi yote inayokuja nini? Kwenye kata yako. Diwani wa kwako amefanya sehemu yake. Amepambana kuleta kiwanja hapa.
amepambana kupitisha mradi, pesa ije kwenye sokoni 1, hiyo kazi amefanya na hilo nafikiri analijua. Sasa wewe ni vizuri umwambie mheshimiwa diwani, sasa ule mradi unaanza, ita mkutano wa wananchi, waelezwe wananchi kazi nzuri inayofanywa na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Ukinyamaza wewe unamuingiza diwani kwenye matata na wananchi wake, na hii sio sawa. Na wananchi ni waombe, nyinyi ni waombe, mradi huu ni wa kwenu. Watakaotibiwa hapa ni nyinyi na watoto wenu. Mna kila sababu ya kuunga mkono jitihada hizi ambazo zinafanywa na serikali yenu. Kama kuna changamoto, mtendaji wa kata huyu hapa, diwani wenu huyu hapa, shirikianeni kwa pamoja kuhakikisha mradi unafanyika kwa ufanisi na weledi wa hali ya juu sana. Lakini ni waombe tena, mkandarasi akienda kwa kasi, mwacheni. Kama kuna mahali amekosea, engineer wa jiji yuko, atamrekebisha. Sasa tukiruhusu kila mtu awe engineer hapa, kuna ule msemo unasema miluzi mingi huwa inampoteza mbwa. Tunaelewana wananchi? Kwenye ukweli lazima tuseme. Mkiingilia mradi baadaye tutashindwa kujua tatizo ni nyie au ni mkandarasi. Kwa hiyo engineer na wewe fanya sehemu yako. Kama kuna ukaguzi, njoo kakague, muite diwani, muite mtendaji, kaeni kagueni mradi. Diwani akishakagua, mtendaji amekagua, akiita wananchi atawaeleza. Lakini hapa imefika mahali mmemgeuza diwani kama hajui kazi yake. Kwa hiyo engineer fanya sehemu yako inavyotakiwa. Na wewe mkandarasi acha kuwa mwanasiasa. Wewe ni mkandarasi. Fanya kazi ya nini? Ya ukandarasi. Kama mahali mmekwazana na watu, ombaneni msamaha, maisha yafanye nini? Yaendelee. Au mimi naombe msamaha kwa ujumla, msameheane. Asalamu alaykum. Huu ni mwezi wa toba, mfanye nini? Kuna mtu ana shida na mwenzake tena baada ya speech yangu hii? Haya, shikane.